Yo, ebana, mambo vipi, inakuaje? Yo, so bana, mimi natumaini uko poa kabisa kuweza kupata burudani na taarifa mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika kabisa kuhusiana na tetesi za usajili kuelekea mwaka msimu 2025 2026. So kuna mengi sana ambayo kuzungumzwa kuelekea msimu 2025 2026, huku mitazamo ya watu wengi na maoni ya watu wengi ni kuweza kuona timu zikijengeka vizuri kwa kuweza kufanya usajili ambao utakuwa poa sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba timu zinafanya vizuri katika usajili katika timu mbalimbali Afrika, lakini pia bana Tanzania kwa timu zetu tunazungumzia Young Africans pia, lakini pia kusahau Simba Sport Club. So bana, unamkumbuka Nasreddine Nabi, moja ya makocha ambao walishawahi kupita katika kikosi cha Young Africans na walishafanya ubwela wa kutosha kinoma before kwenda kujiunga na miamba ya South Africa. Nazungumzia Kaizer Chiefs kwa ajili ya kuweza kuitumikia miamba hiyo pale kwa Madiba. So Nabi amefanya mambo mengi sana kwenye kikosi cha Young Africans, huku akipeleka Young Africans katika kombe la shirikisho na kuweza kufanya mambo mengi na kuweza kufanya maajabu na kutengeneza historia ambayo inaendelea kudumu katika viunga vya wananchi pale Young Africans. So achana na hiyo story. Bana, Nabi anaweza kukutana na miamba miwili kutoka Tanzania, nazungumzia Young Africans, lakini pia kusahau Simba katika kombe la shirikisho, ambapo anaweza kukutana hawa miamba au kombe la klabu bingwa Afrika, kwa sababu tayari ameshajitengezea mazingira mazuri ya kuweza kukaa nafasi za juu kabisa katika msimamo wa ligi pale South Africa. So jambo hilo linaleta matumaini na kuweza kuona mwamba huyo kama anaweza kukutana na miamba hii kutoka nyumbani Tanzania. Vipi akija kukutana na Young Africans bana, wote dabi hiyo na mechi hiyo, nafikiri inaweza kuwa vipi, inaweza kuwa na uzito gani na mvuto gani kutokana na kikosi ambacho amewahi kukifundisha na kimefanya vizuri sana, kimefanya vizuri. So maoni yako pia ni sehemu pia hichi kitu ambacho tutakuwa tukizungumza. Nikukumbushe tu usipite bila kusubscribe kisha ruhusu notification kwenye simu yako.